ila si mgeni sana katika maeneo haya. Nimejua maeneo ya Meru tangu 2011. Unaona kwamba ni karibia miaka 13 nimekuwa nikija huko maeneo ya Meru, japokuwa muda ulifika nikaanza kufanyia kazi ya Mungu kwingine. Basi hebu tuombe tuendelee na somo la leo. Mtakatifu Baba yetu uliye mwingi wa rehema, tunapiga magoti mbele yako jioni hii. Tunakushukuru sana kwa ajili ya uweza wako na kwa ajili ya wingi wa fadhili unazotutendea. Jina lako litukuzwe. Umewaleta wana na binti zako, wamefika katika semina hii. Baba, tunakuomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atuongoze tunaponena na kufungua mioyo ya kila mmoja aliyoko hapa, apate kulisikiliza neno lako na kulipokea ndani ya moyo wake. Baba mwema, tujalie unyenyekevu, maana ahadi yako ni kwamba walio wanyenyekevu taongoza katika njia zako. Basi ruhusu mioyo yetu kunyenyekea chini ya neno lako, ndipo tupate kuongozwa kwa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba kupitia jina la Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Nejere hano kwa. Bila kupoteza muda, kwa kuwa tumekwisha salimiana, tunataka tujifunze somo, na somo letu ni proper use of testimonies. Namna ya kutumia vyema shuhuda za maandiko matakatifu. Mpaka hapo tuko pamoja wapendwa? Somo letu tutalijenga juu ya fungu hili la Biblia. Hebu nisome fungu hili la Biblia nipate kuelezea nini maana ya kutumia vyema neno shuhuda, na si shuhuda tu, hata mafungu ya Biblia yanapaswa kutumiwa vyema. Somo letu tutalijenga juu ya kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 na fungu la 15. Fungu hili la 15 lina maneno mawili, mimi nataka muzingatie moja. Ndiyo. Inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Hilo ni la maana sana, lakini kwa sasa msilijali. Fungu linaendelea kusema, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Mumesikia kauli hii? La kuzingatiwa katika fungu hili, neno la kweli linapaswa kutumiwa kwa nini? Kwa halali. Hivi tunaelewana? Hebu niwaulize, neno linaweza kuwa ni la kweli, lakini usipolitumia kwa halali, maana yake usipoliweka mahali pake, litageuka kuwa baya na litakupotosha. Niwapatie mfano. Ndugu Ndegea, neno la Mungu linasema Yesu atarudi. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Hivi mimi nikisema atarudi kesho, umetumia namna hii, si atarudi ni kweli? Ndio. Alafu mimi nisema atarudi kesho, si nitakuwa neno la kweli nimelitumia kwa njia ambayo si halali. Wapendwa, napenda msikilize vizuri. Katika neno la Mungu, iwe katika Biblia, iwe katika roho ya unabii, yote yaliyoandikwa pale ni ukweli. Na kila neno lililoandikwa kwenye Biblia na yote yaliyoandikwa kwenye roho ya unabii, yote yameandikwa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, yakitoka kwa Mungu. Lakini si kila jambo linatufaa kwa sasa. Hivi mnanielewa?
Unajua watu wanapomaliza kula wakati mwingine digestion inaweza kufanya kazi na kujifunza mtu asikie vizuri. Mtaniwia radhi nitakuwa ninawauliza mara nyingi. Yes. Si ndio? Nimesema ya kwamba kila jambo lililoandikwa kwenye Biblia limeandikwa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na hakuna kilichoandikwa kwenye Biblia au kwenye roho ya unabii kwa bahati mbaya, hapana. Lakini pamoja na hayo, si kila lililoandikwa kwenye Biblia na kwenye roho ya unabii linatufaa kwa sasa. Tuko pamoja? Ndiyo maana maandiko akasema tuwe watenda kazi wasio na sababu ya kutahayari, tukitumia neno la Mungu kwa halali. Tuko pamoja? Maana ya kutumia neno la Mungu kwa halali ni kuweka kila fungu katika mahali pake, ni kuweka kila quotation mahali pake. Maana ziko quotation nyingi katika vitabu vya roho ya unabii ambazo sio ukweli wa sasa tena, japokuwa ziliandikwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Hapo mmenielewa? Napenda aya niliyoyasema niyashuhudie kwa kuyasoma, ili asiwepo mtu wa kunielewa vibaya aseme ya kwamba pengine hawa ndugu wanakubali sehemu moja ya roho ya unabii na sehemu nyingine hawakubali. Nataka nisome hivi kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, Christ Object Lessons, ukurasa wa 72, COL Christ Object Lessons, page 78, paragraph 2. Imeandikwa hivi: For his church in every generation, God has a special truth and a special work. Kwa kanisa la katika vizazi vyote, Mungu anakuwa na ukweli maalum kwa kanisa lake na kazi maalum kwa kanisa lake. Hivi mmenielewa? Ndio. Kwa hiyo ilikuwepo kazi ya Mungu kwa watu wa siku za Nuhu na ujumbe waliokuwa nao. Na sisi katika kizazi hiki, we have our special truth and we have our special work. Mumesikia vizuri? Hivi hatuweze kwenda kujenga safina ya mbao. Asante sana. Mpaka sasa kwenye kitabu cha Mwanzo imeandika kwamba ujenge safina na aina ya miti ya kutumia kwa kujenga safina, bado hiyo miti imefanyaje? Imeandikwa. Na gundi ya kuweka kati ya mbao na nyingine imefanyaje? Sasa kwa sasa mnaonaje? Nikianza kukata miti, nianze injili ya kujenga mbao, nitakuwa ninahubiri injili ya kwenye Biblia au sio ya kwenye Biblia? Ni ya kwenye Biblia, lakini nitakuwa ninatumia neno la Mungu si kwa halali, maana ninahubiri injili isiyo ya wakati huu. Mmetuelewa wapendwa? Napenda quotation hii niisome nyingi, inafanana hivi tu lakini niisome pia kwingine. Evangelism ukurasa wa 200. Evangelism page 200, paragraph 1. Inasema hivi. Mutasoma within the paragraph. In every age, the Lord has had a special message for his people, for the people of that time. So we have a message for the people of this age. Kwa kila kizazi Mungu amekuwa na injili ya pekee kwa ajili ya watu wa kizazi hicho. Na sisi pia tuna injili ya kipekee kwa ajili ya watu wa kizazi hiki. Tumeelewana wapendwa? Ndiyo maana sasa lengo la kujifunza
matumizi mazuri ya shuhuda za roho ya unabii na mafungu ya na mafungu ya Biblia ni ili tujue ya kwamba yote yaliyoandikwa kwenye vitabu vitakatifu ni matakatifu na yote yanatoka kwa Mungu, lakini kuna jumbe nyingi mno ambayo si ujumbe wakati huu. Kwa hiyo tunataka tujue ya kwamba ukisoma hili jua hiyo silo letu, ukisoma hili jua hili ni le, na tutajua ya kwamba lile jumbe zilizo za kwetu na zile ambazo sizo za kwetu mtu anajuaze kuvitofautisha. Hayo ndiyo tunakwenda kuyajifunza. Ndiyo? Sasa tusome kitabu cha Selected Message, tuanze vizuri somo letu. Kitabu cha Testimony, Selected Message gombo la kwanza 1SM page 57 inasema hivi. Paragraph 2. The use of the testimonies. Hii ni chapter ambayo Ellen White ameandika. Matumizi ya shuhuda za roho ya unabii. Anasema guideline, mwongozo. Time and place to be considered. Muda na wakati lazima vizingatiwe. Tutasoma sasa. Regarding the testimonies, nothing is ignored, nothing is cast aside, but time and place must be considered. Kuhusiana na matumizi ya shuhuda, hakuna kinachokataliwa na hakuna kinachotupiliwa mbali, ila muda na wakati lazima vizingatiwe. Main point ni hii. Nothing must be done untimely. Hakuna chochote ambacho kinapaswa kufanyika ambacho si wakati wake. Napenda niwaambie ndugu zangu, nimekuwa na miaka si michache tukiwa tunahubiri injili hii, na tumekutana na vikundi vingi ambavyo vimetoka katika kanisa la SDA, na wengine wanakuwa na nia nzuri ya kumtumikia Mungu na kujua ukweli, lakini wengi wamepotea kwa kutumia shuhuda untimely, kutumia shuhuda ambazo sizo za wakati huu wake. Yana anasoma quotation fulani lakini anaitumia mahali pasipo pake. Ndiyo maana tukaona ni vyema katika jioni hii tujifunze namna ya kutumia shuhuda za roho ya unabii. Sasa unaweza ukaujiuliza swali, mbona maandiko yanasema ya kwamba nothing is to be done untimely? Tusitumie shuhuda fulani ikiwa siku wakati wake. Hivi kuna mambo ambao Mungu anaweza akaruhusu watu wake wayafanye na si mapenzi yake? Jibu ni ndio. Katika Biblia na katika roho ya unabii kuna mambo mengi ambayo Mungu ameruhusu, amekuwa akiruhusu watu wake wayafanye, lakini mambo hayo yakiwa si mapenzi ya Mungu. Paka hapo mnanielewa? Mungu amekuwa anaruhusu watu wake wafanye mambo fulani, lakini yakiwa si mapenzi ya Mungu mambo hayo, bali Mungu anawaruhusu wayafanye mpaka wakati maalum wa kuleta matengenezo utakapofika, matengenezo yaondoe mambo hayo. Na kwenda kuwapatia mifano miwili kwenye Biblia. Baada ya hapo tutakuja kuingia kwenye roho ya unabii. Mfano wa kwanza umeandika katika kitabu cha Ezekiel chapter 20. Kitabu cha Ezekiel sura ya 20. Napenda nielezee kabla nisome mafungu haya. Waliosoma kitabu cha Ezekiel sura ya 20 kinazungumzia historia ya namna Mungu alivyoshughulika na wana wa Israeli jangwani. Kwa hiyo namna alivyoshughulika nao jangwani, alifanya mambo mawili ninayotaka tuzingatie. Tutasoma mafungu mawili tu. Ezekiel sura ya 20
fungu la 11, alafu kisha tutakuja kusoma fungu la 25, tuoanishe mambo haya mawili. Ezekiel sura ya 20, tutasoma fungu la 11. Maandiko yanasema, nikawapa amri zangu na kuwaonyesha hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda. Mumesikia? Basi nenda fungu la 25, msikie kauli ya Mungu nyingine. Tena naliwapa amri zisizokuwa njema na hukuma ambazo hawakuweza kuishi kwazo. Wapendwa, napenda mkielewa hapa, somo letu litakuwa linaeleweka. Litakuwa linakwisha kueleweka. Mnanielewa? Namna Mungu alivyoshughulika na wana wa Israeli. Kwanza aliwapatia amri zilizokuwa njema na ambazo wangeliishi kwazo kama wangelizitenda. Lakini bahati mbaya wana wa Israeli hawakushika hizo amri za Mungu, ambazo ni zile amri 10 zilizokuwa njema na ambazo wangeishi kwazo kama wangelizitenda. Waliposhindwa kufanya hivyo, Mungu hakuwaua na wala hakuwaacha papo hapo, akajaribu kuwabembeleza. Tuko pamoja? Kwa kuwabembeleza, Mungu akawapatia amri nyingine zisizokuwa njema. Just imagine. Na Mungu mwenyewe akajua ya kwamba hizi si njema kabisa, lakini akawapa tu. Akawapatia amri ambazo hazikuwa nini? Na ambazo wasingeishi kwazo hata kama wangejaribu kuzitenda. Nataka niwapatie mifano ya amri hizo. Tuko pamoja? Mfano namba 1, ambao ni amri mbaya kabisa, lakini imetoka kwa nani? Kumbukumbu la Torati 24 fungu la 1 na la 2. Sasa amri hii sio kuwa njema. Sikiliza, haya yatakuja kutusaidia katika somo letu. Hebu kumbukumbu la Torati ni Deuteronomy sura ya 24 fungu la 1. Maandiko yanasema, mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na mwandikie hati ya kumuacha, akamutilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Mmesikia? Naye akisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Niwaulize, amri hii ilikuwa ni njema, ilikuwa si njema? Ilikuwa si njema kabisa. Kuna wakati ilitokea, hebu nitoe kuna wakati ilitokea kama mimi nimeoa mke, mnanielewa? Alafu kumfikisha nyumbani siku miezi 2-3, naona huyu ni mvivu, hajui kuchapa kazi, huyu si msafi. Tuko pamoja? Namwandikia barua, nafukuza yeye na wewe mwingine. Na yeye akishapata ile barua niyo mpatia, anaenda anaolewa kwa ndegea. Tuko pamoja? Na Sabato tunakutania kanisani, tunaimba kwaya moja, sisi ni watakatifu wa Mungu. Kulikuwepo na wakati hilo lilikuwa linakubalika. Mnanielewa? Na wapo waliofanya hilo, ambao kama hawakufanya dhambi nyingine wataenda mbinguni. Lakini je, yalikuwa ni amri njema? Jambo la pili, kama ilikuwa si amri njema kwa kweli, lakini ilitoka kwa shetani au ni Mungu aliitoa? Si ni Mungu alitoa? Au Musa aliandika kwa bahati mbaya? Kumbe Mungu wakati mwingine huwa anakubali anaruhusu watu kutenda mambo ambayo si mapenzi yake. Mmenielewa? Sasa shida ikatokea baadaye.
wakati wa Mungu uliokusudiwa wa kuleta matengenezo ulipofika. Tuko pamoja? Wakati wa Mungu ambao Mungu alikusudia in the fullness of time. Yani wakati uliokusudiwa na Mungu ulipofika ili Mungu alete matengenezo. Ndipo sasa yale mambo akafanyaje? Wale wenye dhambi waliokuwa wamesikia utamu, wakasema huyu anaharibu mambo. Mathayo sura ya 19 tutasoma kuanzia mfungu la 9. Mathayo 19 verse 3 up to verse 8. Tunataka tuelewe namna ambavyo Mungu amekuwa akiruhusu watu watende mambo ambayo si mapenzi yake. Na watu wanaenda katika hali hiyo tu, wanakubalika tu mpaka pale watakapofika wakati wa Mungu uliokusudiwa wa kuleta matengenezo, ndipo yale aliyowaruhusu ambayo si mapenzi yake yaondolewe. Hivi tuko pamoja wapendwa? Hebu tusome Mathayo sura ya 19 fungu la 3 mpaka fungu la 3 mpaka fungu la 8. Hebu tusome. Msikilize mambo. Maandiko yanasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mke kwa kila sababu? Tuko pamoja? Kumbe walimuuliza swali hili, wao wanajua andiko la kuwaunga mkono. Walikuwa nalo kabisa. Ni kwa sababu hamunioni. Walikuwa, unaona ukijua quotation unaweka kidole hapa. Alafu wanafanya hivi. Wanamwambia mwalimu, nina swali. Hivi ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Yesu anasema hapana. Wakasema nabii wa uongo, tumekuona sasa. Soma andiko, wakafungua. Hebu tuendelee kusoma. Wakaenda wakafungua. Sikia Yesu alivyojibu. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mke wako, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Yesu akajifanya kana kwamba hajui yale Musa aliyoyaandika. Yeye akaruka kipindi cha Musa akaenda kipindi cha Adamu. Hivi mnanielewa? Kana kwamba hajui yale Musa aliyofanyaje. Yeye akaleta andiko la msingi wa Edeni kule kwa Adamu. Tuko pamoja? Sasa Mafarisayo wakamwambia, umepatikana sasa. Fungu la 6. Fungu la 7. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumupa hati ya talaka na kumuacha? Swali hili walisema kwamba hivi Musa alikuwa ni nabii wa uongo? Hapana. Unakubali yote aliyoyaandika? Ndiyo. Yote aliyoyaandika ametoka kwa Mungu? Ndiyo. Soma sasa. Si ndio? Hebu niwaulize, kwa muonekano wa kibinadamu sionekana kwamba Yesu ndiye nani? Anashindwa hapo. Anashindwa. Yesu akajibu fungu la 8. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kwa sababu gani? Ya ugumu wa mioyo. Ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Sasa ndugu zangu, hapa ndipo tusikie. Kuna vipindi viwili ambavyo tunapaswa kufanya uchaguzi. Unachagua kujenga wapi? Tuko pamoja? Wakati wa Yesu kulikuwa na kanuni za ndoa kama alivyopewa Adamu na Hawa kule Edeni, si ndio?
kukawa na kanuni za ndoa kama alivyopewa Musa akiwapatia Waisraeli wenye mioyo migumu. Tuko pamoja? Sasa kwenye kanuni za Musa za wale wenye mioyo migumu ni ruhusa kuoa kesho, unafukuza kuoa leo, unafukuza kesho. Tuko pamoja? Na mke angefanya kiburi kwa makusudi, labda akifika kwangu akute hakuna ugali wa kutosha, si ndio? Anafanya kiburi kusudi nimpatie hati ya taraka aende kwa mboneza ambaye ana wa kutosha. Si unaona? Alafu kisha enda na mimi naleta mwingine, sote tunaendelea kuwa washiriki wa kanisa halali. Yesu akasema sio kwamba Mungu aliyepatia Adamu zile kanuni za kwanza za ndoa za kutokuachana, sio kwamba aligeuka, bali ninyi ndiyo mligeuka mkawa na mioyo migumu, na kwa sababu wakati wa Mungu wa kuleta matengenezo ulikuwa bado, Musa akawaruhusu muwafukuze wake zenu. Hapo mmenielewa vizuri? Aha. Ndivyo ilivyo hata sasa. Ningewapatia mfano wa pili, lakini huyo unatosha, tusije tukachelewa. Si ndio? Lakini ile nipeane huyo mfano wa pili. Aha, asante sana. Mfano wa pili umeandikwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 8 kuanzia fungu la 4. Wana wa Israeli, hebu tusome hapo, simemruhusu. Aha, Samueli wa pili, na waonyesha namna ambavyo Mungu anaruhusu watu wafanye mambo yaliyo kinyume na mapenzi yake mpaka wakati wa Mungu ufike wa kuleta matengenezo. Aha, Samueli wa kwanza, napenda msikilize wapendwa, sura ya 8 tunasoma kuanzia fungu la 4. Inasema hivi: ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawakwendi hata katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Mengine. Mfano wa mataifa ndiyo. Tumefika fungu la 6. Ndiyo, tumefika fungu la 6. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli. Mnasikia ndugu zangu? Waliposema tupe mfalme atuamue, naye Samueli akamuomba Bwana. Sasa sikiliza jibu la maombi ya Samueli. Fungu la 7. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Na wauliza, wana wa Israeli walipoomba jambo lililo kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu aliwanyima au aliwapatia? Akawaambia, hawajakukataa wewe, wamenikataa mioyo migumu. Sasa wapatie mfalme. Sasa nakwenda kusoma mafungu mawili, msikilize vizuri. Kumbe hata kama Mungu alikuwa anatenda anakwenda kuwapatia kwa sababu ya ugumu wa mioyo, aliwapatia kana kwamba anataka. Tuko pamoja? Hebu tusome Samueli huyo sura ya 9, tusome fungu la 15. Tusome fungu la 15. Mungu aliwapatia kana kwamba alikuwa na yeye anataka. Ndiyo maana hata tutakapofika sehemu zetu katika mambo yanayohusiana na principles za injili ya wakati huu, wakati mwingine unaweza ukadhani Mungu akasema, jamani, watu wa Mungu wanastahili kupata mshahara mkubwa. Yaani andiko linasikika kana kwamba Mungu alikuwa amewahurumia.
Ndivyo na hawa Waisraeli walipoomba mfalme, Mungu aliwapatia kana kwamba si wao waliomba, kana kwamba yeye ndiye ameona limefaa. Hebu sikiliza. Samueli wa kwanza 19 fungu la 15. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja. Ni 9:19. Ni 9:15. Yes. 9:15, barikiwe. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akasema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamin, nawe umutie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikia. Hivi ukisikia maneno haya utafikiri kwamba Mungu alikuwa hataki? Nimewaona watu wangu na kilio chao kimenifikia, sasa wafanyie mfalme, ataokoa na mafuta ya Wafilisti na mikono ya Wafilisti. Hebu nisome lingine, sura ya 10 fungu la kwanza, nipate kunena lile nalotaka kunena. Ndipo Samueli, fungu la kwanza, Samueli hiyo. Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akamubusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu wa watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana. Tuko pamoja? Hebu nikuulize, ukiwa wewe ni Sauli, umesikia nabii anakuambia maneno haya, alafu mhubiri atoke pala akwambie kwamba kumiliki kwako Mungu alikuwa hataki, utakubali? Utakubali? Yaani maneno haya yanasikika kana kwamba lilikuwa Mungu anafanyaje? Lakini sikiliza Mungu alivyokuja kusema baadaye. Sikiliza Mungu alivyokuja kusema baadaye. Hosea 8 fungu la 4. Unaona Mungu amehusika katika process ya kumweka Sauli mafuta, tena na ujumbe wa kumtia faraja kwamba yeye Mungu ndiye amemweka. Lakini sikia Mungu alivyokuja kusema baadaye. Hosea sura ya 8 na fungu la 4. Mungu maandika anasema hivi, wamesimamisha wafalme lakini si kwa shauri langu. Wamejifanyia wakuu lakini nalikuwa sina habari. Kweli lakini nilikuwa sina nini? Alisema si wewe wanakatara. Unaona? Mwanzo alikuwa amemwambia si wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Wafanyie tu, wape. Lakini cha ajabu zaidi, kwa kuwafanyia kile walichokitaka kinyume nao, Mungu akahusika kabisa kana kwamba anataka. Baadaye akasema mimi nilikuwa si kwa shauri langu na nilikuwa sina habari. Tusome tena Hosea hiyo sura ya 13. Hosea hiyo sura ya 13 na fungu la 11. Ubarikiwe. 13 tuanzie fungu la 9 mpaka 11. Haya ndiyo maangamizo yako Israeli, ya kuwa wewe u kinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako. Yuko wapi sasa mfalme wako apate kukuokoa katika miji yako yote? Na hao waamuzi ulio wanena hivi, nipe mfalme na wakuu. Fungu la 11. Nimekupa mfalme katika hasira yangu na kumuondoa katika ghadhabu yangu. Hivi mumenielewa vizuri? Mambo haya muyazingatie, tunakuja kuyaoanisha
na mambo yetu ya kiroho yanayotusumbua. Tunaelewana? Walitamani kila ambacho Mungu hakutaka akawapatia, lakini kinyume na mapenzi yake. Nataka nisome roho ya unabii kuhusiana jambo hili la mfalme. Mnaniruhusu? Kitabu cha PP Wazee na Manabii PP 605 605 ni ile sura ya 59. 59. Sura ya 59 inasema hivi, 605 kama sijakosea, ndiyo. Paragrafu ya 3 inasema hivi, the Lord had through his prophets foretold that Israel would be governed by a king, but it does not follow that this form of government was best for them or according to his will. Mungu alikuwa amezungumzia kupitia manabii ya kwamba Waisraeli wangetawaliwa na mfalme, lakini si kwamba aina hiyo ya uongozi ilikuwa inawafaa au ilikuwa inaambatana na mapenzi ya Mungu. No. He permitted the people to follow their own choice because they had refused to be guided by his counsel. Aliwaruhusu watu kufuata mapenzi yao kwa sababu walikuwa wamekataa kuongozwa na shauri lake. Mnanielewa? China anasema sasa kwa wakati wetu huu, when men choose to have their own way without seeking counsel from God or in opposition to his revealed will, he often grants their desires in order that through the bitter experience that follows, they may be led to realize their folly and to repent of their sin. Watu wanapoamua kufuata njia zao wenyewe bila kutafuta neno la Mungu, au wanapoamua kwenda kinyume na neno la Mungu alilowafunulia, mara nyingi Mungu huwa anawaruhusu wafuate tamaa zao, ili matokeo machungu yatakayofuata baadaye awafanye watambue upumbavu wao, ndipo watubu dhambi zao. Hivi mumesikia maneno haya? Mazito. Sasa nataka mambo haya tuyaoanishe na mambo yanayotusumbua kwa wakati wetu huu, si ndio? Mfano, Biblia, kuna quotation za Biblia tangu mwanzo mpaka wakati wa mitume. Hakuna watu waliotumikia Mungu kwa mishahara, si ndio? Na Biblia inasema yule mchungaji achungaye kwa mshahara, yeye ni mwizi na mnyang'anyi. Mitume wote na manabii wote, hakuna aliyetumikia Mungu kwa mshahara au apate faida fulani. Tuko pamoja? Hakuna hata mmoja. Lakini ikatokea kipindi cha Ellen G. White, akasema wachungaji wapewe nini? Mishahara. Tena cha ajabu, nyinyi hata mnashangaa mshahara tu. Akasema haitoshi kumlipa mchungaji mpaka na mke wake au analipwa. Hilo nataka niwasomee. Si kulipa mchungaji peke yake, mpaka mke wake au anafanyaje? Au analipwa. Sasa hebu niwasomee hilo tupate kujua. Hivi Mungu alihurumia wachungaji kwa sababu ndio wanaofanya kazi kubwa kuliko ile aliyoifanya Paulo, si ndio? Aliona kazi wachungaji wanayoifanya ndiyo kubwa na ya kuumiza zaidi ya ile walioifanya manabii kama Yeremia.
Kwa nini Mungu asiyebadilika aliruhusu mitume na manabii wafanye kazi kwa misingi ya kujinyima kabisa, alafu inapofika kwa wachungaji wa kipindi cha Laodikia anawaambia hapana, walipe tena mshahara mkubwa, si ndio? Na haitoshi kulipa wachungaji peke yake, mpaka wake zao wao wanafanyaje? Sasa wakati umefika tuchague, tunajenga wapi? Mnajenga kwa Laodikia au mnajenga kwa mitume? Unajua tunaweza tukasoma quotation nyingi zikatusumbua, lakini it is a matter of a choice. Wewe unajua ya kwamba kama unaona mitume wachungaji ndio walifanya kazi vizuri, jenga kwa wachungaji, si ndio? Kama ni mitume tujenge wapi? Hebu niwasomee pale kwa si mitume walifanya kazi kwa kujinyima? Aha. Ile PP 605 chapter. Sasa sikiliza ile ya kuwapa sasa wachungaji mishahara mikubwa na wake zao. GW 453 Gospel workers inasema the minister's wife chapter. Unajua hichi kitabu cha Gospel Workers chapter inakuwa vigumu, andika page 2. Page 453. 452 paragraph 2. 452 aya ya pili inaendelea. Inasema the minister is paid for his work and that is well. Mchungaji analipwa kwa ajili ya kazi yake na hilo ni jema, si ndio? And if the Lord gives the wife as well as the husband the burden of labor, and she devotes her time and strength to visit from family to family and opening the scripture to them, although the hands of ordination have not been laid upon her, she is accomplishing a work that is in the line of the ministry. Then should her labors be counted as naught? Na kama mke wa huyu mhubiri, si ndio, anatembelea watu katika nyumba zao, je, kazi yake inapaswa kuhesabiwa bure? Anasema injustice has sometimes been done to women who labor just as devotedly as their husbands. Kumbe wanawake wake za mapasta wamekuwa wakifanyiwa dhuluma. Tuko pamoja? The method of paying many laborers and not paying their wives who share the burdens of their labors with them is a plan not according to the Lord's order. Yani utaratibu wa kulipa wanaume tu na wake zao wasilipwe, utaratibu huo sio sambamba na mpango wa Mungu. Mnasikia? Sio sambamba na mpango wa nini? Maandiko yanasema God is a God of justice, and if the ministers receive a salary for their work, their wives should be paid in addition to the wages their husbands receive. Mungu ni Mungu wa haki, na kama mchungaji anapata mshahara, wake zake wao pia wanapatwa kupatwa mshahara unaoongezewa juu ya ule waume zao. Umesikia? Aha, sasa shida inakuja. Napenda mnisikilize vizuri. Hii si principle ya mitume. Hii si principle ya manabii. Yeshaya hakupata mshahara. Yeremia hakupata mshahara. Amos hakupata mshahara. Wake zao hawakupata mshahara, hao ni manabii. Alafu pia mitume Yakobo, Petero, Paulo wote walifanya kazi na mikono ya hawakupata nini?
Sasa imekuwa kuwaje mpaka Mungu aje kutetea wachungaji wa Laodikia na alisahau kutetea wale mitume wa zamani? Hivi ni kwa sababu kazi ya hawa wachungaji ndiyo kubwa sana na ya maana sana kuliko walioifanya manabii na mitume? Hebu niwaambie kwa nini. Mnajua ni kwa nini? Sababu imeandikwa katika kitabu cha Selected Message volume 2 page 185. Baada ya roho wa Mungu kuwa 185. Mnasikia? Baada ya kanisa la wa-SDA kukengeuka, walipoteza ile roho ya kujitolea kama walioanza nayo. Tuko pamoja? Ndio. Wakaanza kudai mishahara. Tena wakawa wanataka mishahara mikubwa. Roho wa Mungu akamtokea na Ellen G. White kama alivyomtokea Samuel. Akasema mtu akikataa kufanya kazi kwa sababu ya kutaka mshahara, na pewe mshahara anaoutaka, lakini akose neema ya Mungu. Wakasema amena. Leo naomba uisome. Hebu tusome. Nasema Ndiyo. ni 2SM 185.2. Hebu tusomee ndugu yangu. The toll of large wages. Mama kidogo. Heading nasema ni 2SM 185.2. Kuja hapa. Sauti ingia. Heading nasema the toll of large wages. Yani mzigo wa kudai mishahara mikubwa. The incarnation of Christ was an Ila act of... utaanzia mbali na mimi nataka tukomboe muda. Come right to the point. Yani ingia pale pengine kwenye nani bila kuanzia mbali pale ambapo wakose neema ya Mungu. Unasoma wapi? Hebu naendelea. The incarnation of Christ was an act of self-sacrifice. Yani kuvaa mwili kwa Kristo kilikuwa ni kitendo cha kujitolea. His life was one of continual self-denial. Maisha yake yalikuwa ni ya kujinyima. Hebu ni kuonyeshe mahali unaanzia ili tukomboe muda. Anzia hapa kabisa. Hapa soma hiyo tu. When any man connected with the work of God refuses to work for the wages he is receiving. Maandiko anasema mtu yeyote ambaye ameitwa kufanya kazi ya Mungu anapokataa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya kudai mshahara, when he is receiving a reasonable sum for his services, he may obtain what he asks for. Anapodai mniongezee mshahara mpaka uwe mkubwa, mpeye chochote anayotaka. Maandiko anasema wamunyime? Anasema mumuongeze mpaka anayofanyaje? Anayotaka. But it will often be at the loss of the grace of God from his heart. Lakini moyoni mwake atakosa neema ya Mungu ambayo ndiyo ya samani. Mmesikia? Yani vile kama alivyomwambia Samueli. Salimwambia wamenikataa. Sasa wamenikataa nisiwe mfalme wao. Sasa na wewe unataka kuwanyima na yule wanamtaka. Unajua Mungu ni mwema. Mungu alisema hawa watu wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Suwapatie yule wanamtaka. Tena Mungu akahusika sana kumfanya aingie mamlakani yule wanamtaka. Lakini hatimaye akasema hakuwa na habari. The same ni sawa na hili la mshahara. Akasema mtu ambaye amekuwa anafanya kazi ya Mungu akisema kwamba mimi sifanyi kazi mpaka munipatie mshahara, mpeni. Akisema tena hiyo ni kidogo mniongeze, muongeze. Mke wake naye apewe. Si ndio? Lakini akose neema ya nini? Sasa ndugu zangu, tunapofika kwenye swali la mshahara, kwa kweli kuna maandiko yanayoruhusu asiyehitaji neema ya Mungu apewe mshahara.
na kuna andiko linalotuita tufanye kazi ya Mungu kwa misingi ya kujinyima kama maandiko yanavyosema. Kwa hiyo wewe ukitaka kujenga juu ya mitume na manabii, twende, usifikirie mshahara. Tuko pamoja? Napenda niwaambie watu ambao wanatetea mishahara, sio kujivuna, lakini naweza kuwa ninajua quotation nyingi zinazoruhusu watu kupata mishahara. Si ndio? Sio kwamba kutokulipa wahubiri wetu ni kwa sababu hatujui imeandikwa wapi. Tunajua quotation zinazoruhusu wachungaji walipwe, lakini wakose neema ya Mungu. Hata achaguliwe president wa General Conference. Asante sana ndugu yangu, umenikumbusha jambo. Yesu ameleta principle ya kuliongoza kanisa lake kwenye msingi wa mitume na manabii. Ndio. Mathayo sura 23 fungu la 7 mpaka 11. Akasema asiwepo kati yenu wa kuita mkuu. Si ndio? Bali mkuu wenu ni nani? Yes. Ni Kristo, nanyi nyote ni ndugu. Na mitume wamefanya kazi kwa msingi huo. Hawakuwa na mkuu wa mitume, hawakuwa na mkuu wa mashemasi. Ndio. Hawakuwa na mchungaji wa wachungaji, hawakuwa na mkuu wa wazee wa makanisa. Walifanya kazi yani kwa Kiingereza wanasema they served God according to their spiritual gifts, not according to their positions. Kiswahili nafikiri wanasema walimtumikia Mungu kwa kadiri ya vipawa vya roho walivyojaliwa, si kwa position zinaitwaje? Si kwa vyeo. Asante sana. Si kwa nini? Si kwa vyeo. Sasa ikaja kufika Laodikia. Mnisikie vizuri. Mnajua kwa wale, japokuwa hatuna muda wa kutosha, lakini walimu kesho watatufundisha hayo. Unajua historia ya kanisa la SDA imegawanyika mara 3. Kuna SDA kuanzia mwaka wa 1844 mpaka mwaka 1855 pale Roho wa Mungu alipoanza kuwaondokea na wakaanza ukengeufu wa kiroho. Hapo ndipo kipindi cha Laodikia kinaanza. Tuko pamoja? Yaani sio kipindi cha Laodikia, uvuguvugu wa Laodikia unaanzia hapo. Alafu hapo wakaruhusiwa mambo mengi, ikiwemo mishahara, ikiwemo kuweka wakubwa, yote wakaruhusiwa kufanya. Lakini the same Ellen White akasema kanisa hili limevuka mipaka tuliyowekwa na Mungu, na wale wanayoyatenda ndiye amewaambia wafanyeje. Mungu amesema kupitia yeye wafanyeje, lakini akawaambia mmevuka mipaka tuliyofanyaje. Mungu ataleta matengenezo yarudishe kanisa kwenye msingi wa mitu. Kwa hiyo kipengele cha pili cha historia ya kanisa ndicho hiki kipindi kirefu cha kuanzia 1855 mpaka wakati matengenezo yangelikuja. Tuko pamoja? Alafu kipengele cha 3 ni kanisa la Adventiste baada ya matengenezo kuja. Paka hapo tunaelewana? Sasa katika kile kipindi cha uvuguvugu, napenda ni challenge ndugu zangu ambao wanaweza kuwa wanauelewa ya kwamba hizi quotation zote tunapaswa kuenda nazo, si ndio? Hebu niwasomee na hii mniambie kama tutaenda nayo. TM, Testimonies to the Ministers. Testimonies to the Ministers, page Testimony to the Ministers ibihamye kuba pastor. Page 320. Page 320 inasema hivi: the state conferences must have men at their head who love and fear God. Mmesikia? Yani kila ambacho sikia,
kile ambacho kinaitwa State Conference ni kitengo cha uongozi kinachosimamia kanisa nchi nzima. Tuko pamoja? Unajua Waadventista wamejengwa wana kile kinaitwa General Conference. Yes. Inatawala kanisa duniani kote. Alafu chini yake kuna hili inaitwa Division Conference. Hii inaongoza Asia nzima, Afrika nzima, continent wide. Yani it is the authority of the church continent wide. Alafu chini ya hiyo Division Conference, hiyo ndiyo inaitwa State Conference. Tuko pamoja? Sasa hapa wanasema ya kwamba hiyo Union Conference au State Conference kwamba inapaswa kuongozwa na mtu tena awe ni mcha Mungu na anapenda Mungu. So unaona kwamba inefanyaje? Inakubalika. Sasa nataka niwaulize ndugu zangu. Umetoka SDA. Si ndio? Si wana General Conference? Si wana mkubwa wa General Conference? Alafu si wana division? Ndio. Na mkuu wa division? Si wana union na mkuu wa Union Conference? Alafu natoka huko na wewe unakuja kuunda vivyo hivyo hapa. Na sisi tufanye hivyo. Sisi tufanye hivyo. Na kama tutafanya hivyo, kumekuwa na haja gani kutoka SDA? Mnatuelewa vizuri? Kumekuwa na haja gani kutoka SDA? Hivi na wauliza. Tena huwa tunafanya makosa na Mungu atatuhukumu sana. Hivi mnasema ya kwamba tumetoka SDA imeanguka. Alafu tunakuja hapa tunafanya yale SDA wamefanyaje? Kwani tumewazalau wa SDA kwamba wachungaji wanapatia mshahara kidogo, sisi tunapoamini mshahara tunakuja hapa tuwapatie mkubwa zaidi. Hivi wa SDA wamewahi kukenguuka juu ya swali la kulipa wachungaji wao? Sasa mbona ni waaminifu, kwa nini tutoke huko na hiyo principle tunaikubali? Hapo mnanielewa? Jambo la pili. Alafu pia ili kusudi wawe hivyo walitakiwa kuweka kanisa lao serikalini. Tuko pamoja? Kuweka kanisa, kusajili kanisa ndicho kinaitwa uzinzi wa kiroho. Tuko pamoja? Imeandikwa katika vitabu vya roho ya unabii. Great Controversy page 382 inasema, hebu nisome. Lile neno mlisoma kwamba umeanguka Babeli maana amezini na wafalme wa wapi? Hakuna namna nyingine Rumi ilivyozini na wafalme wa dunia. Bali pambano kuu inasema kule, hebu nilisome nisije nikalimiskoti. Great Controversy page 382. Yes, 382 paragraph 2, lakini nitasoma mwisho wa hiyo, karibia mwisho wa hiyo paragraph. It was departure from the Lord and alliance with the heathen that the Jewish church became a harlot, and Rome corrupting herself in like a manner by seeking the support of secular powers received a like condemnation. Kule kutengana na Mungu na kufanya mapatano na mataifa ya kipagani ndicho kilicholifanya kanisa la Wayahudi liitwe kahaba. Rumi nayo tuko pamoja, kule kutafuta msaada wa serikali ili kuendesha kazi ya kanisa ikapata lawama ile. Mmesikia? Rumu iliitwa kahaba, kwa Roma iliitwa kahaba kwa kule kutafuta msaada wa serikali ili kuendesha mambo ya kanisa. Hiyo ndio uzinzi wa kiroho. Hebu niwaulize, hivi kitokea mke wangu, si ndio? Akitaka kwenda kusalimia wazazi wake, haniambii mimi, anauliza huyu.
si ndio? Akitaka kiatu, badala ya kuambia mimi, anaambia huyu. Ni hatia si hatia? Kanisa ni mali ya Mungu, ni mke wa Mungu. Halipaswi kuomba, halipaswi kuegamia serikali ndipo liendeshe mambo ya kanisa. Huo ndio uzinzi wa kiroho. Hebu niwaulize jambo hili. Hivi nyinyi mnafikiri namna Rumi ilivyofanya uzinzi na wafalme wa dunia ni namna gani? Hivi na nyinyi nataka muwe mahakimu wa haki bila kusingizia Rumi. Si ndio? Ni uhusiano gani ulioko katika kanisa la Rumi na serikali zaidi ya ule ushirikiano ulioko kati ya kanisa la WSDA na serikali? Kama ni usajili, anayewasajili ni mmoja. Ndio. Kama ni masharti ambayo kwayo wanasajiliwa ni yale yale. Kama ni kanuni nao wana. Kama ni kanuni ni zile zile. Sasa kwa nini mmoja afanye hilo aitwe kahaba, alafu mwingine afanye hivi asiitwe kahaba? Kwani Mungu ana upendeleo? Hapo tunaelewana wapendwa? Nataka kwa sababu ya muda niwaambie hivi. Nakwenda kusoma visa viwili. Kimoja kwenye Biblia, kingine kwenye roho ya unabii, ndipo nitowe muda wa kuchangia. Najua watu wa Mungu hapa wana mengi ya kuchangia jambo hili. Si ndio? Mwe mteguye kuza kugira so mwongeraho. Katika Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15. Matendo ya Mitume kwenye Biblia sura ya 15, mitume walipokuwa wanahubiri Injili, kuna watu waliowasumbua. Ni watu waliotoka kwenye dini ya Wayahudi, lakini tena wakataka kuja kwenye mitume, lakini huku wakishikilia mambo ya kule walikotoka. Wakibebana nayo. Mnasikia? Hao walisumbua mitume mno. Maandiko yanasema Matendo 15 fungu la kwanza. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamuwezi kuokoka. Mmeona hao watu? Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swala hilo. Hapo niakomea hapo. Mnasikia? Mnafikiri hawa watu walikuwa ni wale makuhani? Walikuwa ni makuhani? Hawa watu walikuwa wametengana na dini ya makuhani, hawaikubali. Wakaja kwenye dini ya mitume, lakini tena hawakukubali kufuata kanuni za nini? Wakabwa katikati hapa. Walisumbua mitume sana. Waliwasumbua sana. Hii ndiyo shida inayoendelea katika ulimwengu wa Kiadventista. Sio wa makuhani na si mitume. Wako humo katikati. Wanashika kuwili. Wanataka kuwa kwenye kanisa la mitume, lakini wakiongozwa na kanuni za kule kwa makuhani. Hii ndiyo shida inayosumbua ulimwengu wa Kiadventista. Nawaambia kazi ingekuwa imeisha siku nyingi. Dunia ingekuwa imehubiriwa. Waadventista wote wangekuwa wamejua nuru. Lakini sisi ndio tunawachanganya. Tunawachanganya namna gani? Watu wametoka SDA wakisema kwamba SDA imefanyaje? Imeanguka. Alafu wakitoka huko nje wanataka kuongozwa na zile taratibu zote za SDA. Sasa unawauliza, wanataka zile taratibu zote za SDA wapate mshahara kama wachungaji wa SDA wanapopata mshahara.
waweke wakuu wa General Conference, wakuu wa Division Conference, waweke msimamizi wa kanisa nchini kote kama SDA. Sasa swali linakuja, mbona wa SDA hawajapungua kwa hayo? Kwa nini tutoke huko? Si ni kweli? Maana wa SDA ni waaminifu kwa hilo. Si ni kweli? Jambo la pili, wanataka taratibu zote za SDA tuzifua. Kulikuwa na haja gani tutoke kama misingi walikojenga ni ya kweli? Hapo tunaelewana vizuri wapendwa? Ndiyo maana tunachanganya wa SDA hata wasijue ukweli. Hao watu wamesumbua mitume kwa aina hiyo. Sasa nataka niwaambie hivi. Sisi tunapojenga kwenye msingi wa mitume, msikie hili. Kama vile Musa alivyofumbia macho yale Musa aliyoyaleta, bali akarudisha kama vile Yesu alivyofumbia macho yale Musa aliyoyaleta kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ndio. Bali yeye akaleta yale Mungu aliyonena na Adamu kule mwanzo. Ndivyo na matengenezo ya kweli yanafumbia macho yale Waadventista walioruhusiwa kuyatenda kwa sababu ya ukengeufu na kurudi kwenye msingi wa mitume. Amen. Tuko pamoja? Amina. Kitabu cha Ministry of Healing wametusomea mwalimu wa pili Jean Baptiste kwamba Yesu alipowaita wanafunzi wake wamtumikie, hakuwaahidi kile watakachokipata, si ndio? Akasema baadhi ya hao mitume walikuwa na ndugu na marafiki waliowategemea, lakini walipoitwa hawakuweka masharti kwamba utatupatia ngapi, si ndio? Walitumaini Mungu tu, wakajua mengine Mungu atafanyaje. Maandiko yanasema today the Savior calls us as he called Matthew, John and Peter, kwamba leo Mwokozi anatuita kama alivyomuita Mathayo, Yohana na Petro. Mnasikia? Ndio. Sisi hatujaitwa kama makuhani walivyoitwa. Hakuna. Hatujaitwa kama president wa General Conference alipoitwa. Wito wetu ni mitume ni Mathayo, Yohana na nani? Na Petro. Na hivyo tunastahili kuitika kama walivyofanyaje. Shida kama hii waliokabiliana nayo mitume ndiyo shida ambayo iko hapa na malizia Great Controversy sura ya 16. Hawa mitume wa Protestanti walipokwisha kutengana na kanisa ya Rumi, wakawa na kanisa lao la Kianglikana kule Uingereza. Walikuja kukengeuka pia, wakaingiza kanuni za upapa ndani ya kanisa. Tuko pamoja? Lakini jina wakiwa. Kwa hiyo wakawa wametengana katika makao, lakini katika amani wakawa samba. Mnasikia? Hebu tusome hilo tumalizie. Great Controversy page sura hii ya 16 inasema hivi. Hapo tunaanzia hapo mwanzoni. The English reformers, while renouncing the doctrines of Romanism, had retained many of its forms. Mnasikia? Kanisa la watengenezaji wa kule Uingereza, yani wa Protestant, hata kama walikuwa wanakataa misingi doctrine ya Roman, lakini walibaki bado walibaki na desturi zao nyingi. Thus through the authority and the creed of Rome were rejected, not a few of her customs and ceremonies were incorporated to the worship of the Church of England. Hivyo pamoja na kwamba walikataa kanuni ya Rumi, lakini walibaki na desturi na mila na mapokeo mengi ya Rumi katika kanisa la Anglikane.
it was claimed that these things were not matters of conscience, that though they were not commanded in the scripture and hence were non-essential, yet not being forbidden, they were not inferior evil. Walisema kwamba haya mambo ni madogo tu, hata kama hajaandikwa popote kwenye maandiko, lakini si mabaya sana. Their observance tended to narrow the gulf which separated the Reformed churches from Rome. Lakini kuendelea kuyashikilia ilikuwa ni kuweka daraja linalounganisha makanisa ya Kiprotestanti na kanisa la Rumi. Na hilo ndilo wapendwa, hata mimi nashangaa wa SDA hawasomi maandiko. Mimi nikiwa mchungaji wa SDA na kuja wote na warudisha. Kama wewe unakubali mshahara, si ndio? Unakubali ukubwa, usajili. Mimi nikiwa mchungaji wa SDA na kurudisha kanisani, nakwambia kwani umetoka haya kwetu yamepungua? Kwa sababu amekuwa wazivu. Tuko pamoja? Wapendwa, hebu napenda tuhitimishie hapa. Hii ni asante sana. Hii ni page 289 paragraph 1. Kwa kumalizia, mniruhusu niseme hili. Swahili ni 245. Aha. Matengenezo yalivyotabiriwa. The Direction of Reformation. Kitabu cha R Writings page 137 up to 138. Inasema ujumbe wa malaika watatu utarejesha kanisa kwenye msingi wa mitume. Tuko pamoja? Na kanisa likirudi kwenye msingi wa mitume litaongozwa na karama za Roho, hazitaongozwa na roho na kipawa. Na vyeo. Mnasikia? Sasa unaposoma maandiko matakatifu page 138 R Writings. Sasa unaposoma kitabu chote katika vitabu hivi vyote tulivyo navyo, quotation yoyote ambayo inapingana na utendaji wa mitume, hiyo sio ukweli wa sasa. Tuko pamoja? Huwa hujatumia maandiko kwa halali kama tulivyosoma. Hiyo quotation ukifanyia kazi nayo inapingana na principles za mitume. Bwana wabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Yet not being forbidden, they were not inferior evil. Walisema kwamba haya mambo ni madogo tu, hata kama hajaandikwa popote kwenye maandiko, lakini si mabaya sana. Their observance tended to narrow the gulf which separated the Reformed churches from Rome. Lakini kuendelea kuyashikilia ilikuwa ni kuweka daraja linalounganisha makanisa ya Kiprotestanti na kanisa la Rumi. Na hilo ndilo wapendwa, hata mimi nashangaa wa SDA hawasomi maandiko. Mimi nikiwa mchungaji wa SDA na kuja wote na warudisha. Kama wewe unakubali mshahara, si ndio? Unakubali ukubwa, usajili. Mimi nikiwa mchungaji wa SDA na kurudisha kanisani, nakwambia kwani umetoka haya kwetu yamepungua? Kwa sababu amekuwa wazivu. Tuko pamoja? Wapendwa, hebu napenda tuhitimishie hapa. Hii ni asante sana. Hii ni page 289 paragraph 1. Kwa kumalizia, mniruhusu niseme hili. Swahili ni 245. Aha. Matengenezo yalivyotabiriwa. The Direction of Reformation. Kitabu cha R Writings page 137 up to 138. Inasema ujumbe wa malaika watatu utarejesha kanisa kwenye msingi wa mitume. Tuko pamoja? Na kanisa likirudi kwenye msingi wa mitume litaongozwa na karama za Roho, hazitaongozwa na roho na kipawa. Na vyeo.
Mnasikia? Sasa unaposoma maandiko matakatifu page 138 Are Writings. Sasa unaposoma kitabu chote katika vitabu hivi vyote tulivyo navyo, quotation yoyote ambayo inapingana na utendaji wa mitume, hiyo sio ukweli wa sasa. Tuko pamoja? Huwa hujatumia maandiko kwa halali kama tulivyosoma. Hiyo quotation ukifanyia kazi nayo inapingana na principles za mitume. Bwana wabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Habari za jioni. Mnasemaje kwa somo? Kama tulivyowatangazia ni kwamba baada ya somo tunakaribisha maswali, lakini kabla ya maswali ndugu walikuwa na dogo tu la kuongezea, ataliweka, alafu wale walio na maswali, walio na faida tuweze kuzizungumzia, maana masaa yetu ya kupumzika na kulala ni saa 3 kama kawaida, na bado naona saa 2 na kasoro dakika chache. Ndugu anaweza kuongezea, alafu walio na maswali, yule atataka kuandika aandike, na yule atataka kuuliza bila kuandika naye tutampatia nafasi aongee. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kitabu cha Yohane, lakini pia nikisisitizia lile neno ambalo tumekwisha kulishwa, kusudi tuweze kujua ni mahali gani ambapo